kwa upendo wake mwingi na nguvu zake za ajabu amenikirimia asubuhi ya leo, na hata wewe amekupa ndio uweze kusimama katika nafasi hii kulingana na utukufu wake. Kwa hivyo nashukuru Bwana ni kwa sababu neema yake ni ya ajabu, neema yake ni ya ajabu na uweza wake ni wa ajabu kwa wote wale wanaoamini kazi ile aliyetufanyia. Wakati ninapotazama neno la Bwana ninaona Mungu mwenyewe haki yake aliionyeshana kupitia mwanae. Na alipeana mwanae wa pekee ndio aje katika ulimwengu aweze kutupatanisha tena pamoja naye. Bwana asifiwe. Na pasipo upatanisho wa Kristo Yesu na mwanae haingewezekana sisi tuweze kufika katika nafasi hiyo ya kuwa pamoja naye katika uweza wake wote. Yes, mwanadamu angekuwa tu kitu cha kawaida, lakini kwa sababu ya pendo lake Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu Baba kupitia mwanae Kristo Yesu ametupa kibali hicho cha kuitanishwa pamoja naye. So asubuhi ya leo ninashukuru sana. Hata wakati ninaponena, najua ninanena kumhusu nani. Najua ninanena kuhusu nini tena. Sababu nimelisoma neno, nimeliamini neno, na nikatambua lile neno ya kwamba yeye ndiye aliyekamilisha kazi yote katika ulimwengu kwa mwanadamu, ndiye mwanadamu aweze kuitwa mwana wa Mungu. Yes, ndio sisi tuweze kufika kuitwa wana. Tumeitwa wana ni kwa sababu kuna kazi aliyoitenda. Bwana asifiwe. Na watu wengi hata kama wameokoka hawajajua kwa nini wameokoka na ni nini kimewaokoa. Watu wengi wanafikiria ni kusema tu nimeokoka. But si kusema tu nimeokoka. Wokovu, salvation, iko na mpangilio wake, na kuna vile tunavyotambulika ya kwamba hawa ni wana wa Mungu na hawa ni wana wa jehanamu. Bwana asifiwe. Hiyo haitakosa. Kuna wana wa jehanamu na kuna wana wa Mungu. Wana wa jehanamu ni wale wamekataa neno la Bwana. Wana wa Mungu ni wale wamelikubali neno la Bwana na kulitimiza kulingana na vile lilivyo. Na wacha nikuambie, kuitwa mwana wa jehanamu sio kusema ya kwamba hauendi kanisa. Hiyo ni kitu moja na ningetaka watu wote waweze kutambua. Kuitwa mwana wa jehanamu ama mwana wa shetani ama mtu asiyekubalika katika Bwana, sio ya kwamba hauendi kanisa. Hapana, kanisa waenda. Sio kwamba haukuli mesa. Hapana, mesa unakula the whole sijui tunaita Holy Eucharistia, Holy tena tunaita mwili wa Kristo, Holy bread ya mambo kama yale, sahaulika kidogo. Lakini haya yote haikufanyi uweze kuwa mwana wa Mungu. Kuwa kanisani kila wakati, kusoma neno kila wakati, kuomba kila wakati, kufanya yale yote, hata kuhubiri kila wakati, kuna njia ya kutambua ati nihubiri nisihubiri, mimi ni mwana wa Mungu, nimefanyika kuwa mwana wa Mungu. Niende kanisa nisiende, nimefanyika kuwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo kuwa mwana wa Mungu sio jambo hili kulitenda, sio hili lingine kulitenda, sababu hatukufanywa kuwa watoto wa Mungu kwa kazi tunayoifanya. Hapana, ni kwa huruma zake, ni kwa pendo lake, ni kwa uamuzi wake na kuona tunafaa. Wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru na ninakuinua. Umejaa nguvu na mamlaka.
Upendo wako Bwana Jehova Jireh ni mwingi mno, na haki yako Bwana Jehova Jireh ni ya utukufu kwa utukufu. Neno lako Bwana Jehova Jireh limesimama kuonyeshana mapenzi yako na nguvu zako vile vinavyofanya kazi miongoni mwetu sisi watu wako. Asante ni kwa sababu ulituzaa kukiwa na kusudi. Ulituleta ulimwenguni kukiwa na kusudi. Na kila uzao ulio ulimwenguni wa mwanadamu, Bwana wetu Yesu Kristo, kuna kile Bwana Jehova Jireh kila mtu anafaa kuwa anakifanya. Na sio kwa mambo ya mwili wala katika ulimwengu tulio ndani yake. Ni kuhusu kazi yako Bwana Jehova Jireh, ile ulioitenga kutoka mwanzo, ukamtuma mwanao Kristo Yesu akaja ulimwenguni akaifanya. Na wakati alipoifanya aliwafundisha mitume, na yeye mwenyewe Bwana Jehova Jireh akawa kielelezo kikubwa na kizuri kwetu sisi, ndio tuweze kujulikana na kutambua na ndio tuweze kutambua yale yote yaliyofanya mwanako Yesu Kristo aje ulimwenguni. Yale yote aliyoyatenda ni kielelezo kabisa ya kwamba mwanadamu anafaa kutenda haya. Aliwachagua wale 12 na akawafundisha njia ya kutenda kazi yake. Asante ni kwa sababu Bwana, tunaweza onekana wale tunaohubiri injili ya Kristo Yesu, kufa, kuzikwa na hata kufufuka, kama hatuna kitu kingine tunachokijua. Lakini wakati Yesu alipokuja ulimwenguni, aliwaambia mitume wakati alipokuwa anawatuma, yale yote nimemfundisha, mwende mkayafundishe. Yesu Kristo alifundisha kuhusu kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Na kuna ile neema ama ile grace kubwa iliweza kuonekana na kupatikana baada ya kufa kwake na kufufuka kwake. Asante Mungu wetu mfalme, ni kwa sababu haya yote yanafundisha Bwana Jehova Jireh sisi ya kwamba sio yale yatokao ndani yetu, sio yale Bwana sisi tunayoyapanga, sio yale yatokana na mwanadamu mwingine, ila ni yale yote yaliyotoka kwako Bwana. Asante ni kwa sababu wakati ulifika kwa kina Petro, wakati walipokuwa wamelala usiku mzima pasipo kutega samaki, uliwaambia Petro, wekeni nyavu yenu mahali pale pameingia ama deep. Na wakati Petro alisikia hivyo, alijibu akasema, tumelala mahali hapa na hatukupata kitu. Yes, walikuwa na juhudi na walikuwa na wanajua masaa ya kutega samaki na kufanya yale mengine kuhusu kufanya hiyo kazi. Lakini neno lako linaniambia ya kwamba hata kama walikuwa na ujuzi mkuu wa kutega samaki na kufanya kazi zao, hawakuweza kupokea kile walikuwa wametilia ile juhudi. Lakini wakati Kristo alipokuja, Petro akasema, kwa sababu umesema. Na mimi asubuhi ya leo Bwana ninanena nikisema, kwa sababu umesema, ndani ya maandiko yako tuyafanye yale yote Bwana Jehova Jireh wewe uliyoyafanya. Hivyo ndivyo asubuhi ya leo Bwana Jehova Jireh nitakapoyatenda kulingana na neno lako Bwana. Pokea sifa na utukufu Baba yangu. Jehova, ninakomesha kile ngome simesimama na kujiinua juu ya neno lako, juu ya Roho wako Mtakatifu, juu ya kazi yako, juu ya mahubiri, juu ya mtumishi wako. Ninaisusa yote Bwana nikisema, kila ngome tulishinda kifo na tukashinda mauti. Tulishinda chochote kile kilijinua juu ya mapenzi yako Bwana. Kupitia Kristo Yesu tulipokea nguvu na uwezo na mamlaka. Na wakati ulipowatuma uliwaambia, mtakanyanga juu ya nyoka, mtakunywa sumu na hamtakuwa na haitamdhuru. Mtakomesha demon, mtakomesha maufalme, mtakomesha kila aina yote ya mapepo na yatamtii kwa sababu ya jina langu. Yesu Kristo, ni kwa sababu ya jina lako Bwana. Ninaamini na ninajua ya kwamba yeyote atakapo Bwana Jehova Jireh sikia neno lako, yeyote Bwana atakao kuamini katika neno, ataweza kuingia katika uweza wako na utukufu wako na nguvu zako na mamlaka yako. Atatenda miujiza na maisara, ataponya watu wagonjwa, atawafungua waliofungwa. Ribo shaka mataya tunadolalia sabaru. Alikasisi tedidai contability. Poridese tedidai kontarabagando libasika rabakando likarikama. Robine tedidai konsandarabakote rebera garama sepolekera katia. Poride tedidai Father, wale wote walikuwa wanaiba wimbo wa milango yao kufungwa. Mitume mahali popote waliposimama, milango yote ilifungwa.
zilifunguka, ngome zote zilivunjika. Riko rababoshe kenalo talana na maza, magonjwa yote iliwatoka, walifunguliwa. Reko yeke yaka yakula balona kashunda la bakota la baboria. Miujiza na maishara ikaonekana na macho ya watu wengi. Helikomaso tonalo kalinda karama gamana zimbara bagoka takana kazundo robora zanaya. Neno la Bwana lilisimama na utukufu wa Bwana ukaonekana. Ushindi wa Bwana ukasikika. Rebo kotena karama kadima rakitoria dizazete. Kristo Yesu nguvu zake na uwezo wake sikafufua waliokuwa wamekufa, sikaponya waliokuwa na ukoma, sikawafungua waliokuwa katika vifungo katika ulimwengu wakati wa nyakati hizo. Na wote wale waliokuwa Bwana Jehova Jire, waliokuwa hawana jia, hawajielewi, wakaweza kupokea amani ya Kristo Yesu. Asante Yesu Kristo kwa sababu ya healing. Asante Yesu Kristo kwa sababu ya miujiza na maishara. Asante Kristo Yesu kwa sababu wote wale wanasema tumefungiwa, hatujui, hatuelewi, tumekomeshwa, hatutambui, hatuna revelation, harokata karabakanta. Na sasa siku ya leo waweze kuintalibaroka seketori ya nizaziti, waweze Bwana Jehova Jire kupokea hizo nguvu na mamlaka, waweze kujitembeza na miguu yao wakielekea katika kutambua na kuelewa mapenzi yako Bwana katika ushindi wako Mfalme. Ninakuinua na ninakutukuza kwa sababu ya, asante kwa sababu ya kunipenda. Asante ni kwa sababu ya kupenda watu hawa Bwana Jehova Jire tulio nao katika Medani TV, tulio nao Bwana Jehova Jire wanaohubiri injili ile Bwana Jehova Jire iko na uweza na nguvu na mamlaka ya kuleta uwezo wote Bwana juu ya maisha yetu. Ninakushalabakaro alogazete ni Father ribai kondarababozaya. Neno lako ni takatifu, neno lako ni takatifu Bwana, neno lako ni jema, neno lako ni uzima, neno lako ni ushindi, neno lako ni nuru, neno lako Bwana ni jia, neno lako ni Korane tedi dai konsenteri ya biangra baganda rababoziba retiba serepenta. Walio vipofu walifunguliwa macho wakaona vyema wakatambua neno, walio viziwi walifunguliwa masikio wakaweza kuelewa na kutambua mapenzi yako wewe Bwana. Siku ya leo Bwana Jehova Jire nitakaa kama mpumbavu wala mjinga mbele zako Bwana Jehova Jire katika neno lako. Mambo ni mengi yale Bwana inafunja mioyo ya watu wako. Mambo ni mengi yale yanadidimisha watu wako Bwana kutambua na kuelewa mapenzi yako. Mambo ni mengi yale yanawafunga na kuwakomesha na kuwaondoa katika imani na kuwafanya wakose Bwana Jehova Jire kuwa na ufunuo wako mtakatifu. Ninawaombea nguvu zako na mamlaka yako. Ninawaombea Bwana Jehova Jire roho wote wa kuwaregeza nyuma. I disfragrate, I created in thy concentrability in the name of Jesus my Lord and my Savior. Asante ni kwa sababu ya utukufu wako, uweza wako, nguvu zako, mamlaka yako. Doa za watu Bwana Jehova Jire ninaziombea Bwana Mfalme, sikaweza kusimama watu wako mawazo yao, mioyo yao ikaweze kutambua neno lako Bwana, na Roho wako Mtakatifu aweze kumpokea ndio aweze kuwa Bwana Jehova Jire kiongozi Bwana mtakatifu. Hello miale tedi like komali kobali tedi dai Father Jehova God perikret seve tedi baze tedi dai Father Jehova Mungu wetu. Ninakutukuza wewe Bwana Jehova Jire ulio na uwezo na nguvu na mamlaka, wewe uwezaye kuwafungua wale Bwana Jehova Jire walio katika Bwana Jehova Jire mambo machafu na mambo yasiyo kuwa na msingi. Wale wanafikiria Bwana ni kwa sababu wanaenda kanisa, wale wanafikiria Bwana ni kwa sababu wamesimama wanahubiri, wanatenda miujiza na maishara. Na omba Bwana waweze kutambua na kuelewa ya kwamba hayo yote haitaweza waingie katika ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni tunaoingia Bwana wetu Yesu Kristo, ninaomba waweze kujua tunaingia Bwana kwa sababu ya kuamini kazi Kristo Yesu uliyoifanya, na kazi ile Bwana Jehova Jire watu wote wanajua na wanaelewa ya kwamba ni kwa sababu ya kuamini, ni kwa sababu ya Kristo Yesu kufa msalabani, kuzikwa na hata kufufuka, ni kwa sababu ya matendo makuu yale Kristo Yesu aliyoyatenda miaka 2000 imepita. Kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, kuna kazi iliyofanyika na ikaweza kuwafanya watu wengi waweze kupokea ahadi.
Asante sana, ni kwa sababu ya ahadi yako Bwana, ile ilitimia kabla sisi hatujazaliwa. Asante ni kwa sababu ya upendo Baba yangu. Asante ni kwa sababu ya nguvu zangu Baba yangu. Asante ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh, umetuondolea mawazo mabaya, umeondoa mawazo mabaya na tabia mbaya na kazi mbaya na kazi ya kuangamiza juu ya watoto wetu, juu ya mabwana wetu, juu ya sisi wanawake, locominality, divinity, divina kasiva tarinesity. Fafa gotire gukua ngoro, tutakaa Bwana Jehova Jireh tukiwa tunakuinua na tunakutukuza. Ni kwa sababu Bwana hatutazami yale yote tunayoyapitia, twatazama mahali tunapoelekea na kile kilicho mbele yetu Bwana, katika ulimwengu wa rohoni. Pokea sifa na pokea utukufu, na ni katika jina lako Yesu Kristo ninaomba na ninaamini. Asante, asante. Amen, amen, amen. Luke 22. Katika kitabu ya Luke 22. Sababu ni vyema sana tukiangalia tuelekee na mwelekeo wote unaohusiana na mapenzi ya Mungu, na kulisoma neno na kupata ufunuo kikamilifu kulingana na vile Bwana anavyotaka. Luke 22, yes, Luke 22:19 inasema ya kwamba, wacha kwanza niangalie huo mstari uko juu kidogo. Tutaweza wacha tu tuanzie hapo juu. Tukianzia hapo juu, back from 15. Tukianzia hapo mstari wa 19 ndio niko na haja nao sana. Mstari wa 19. Hallelujah. I love you so much. And he said unto them, yes, Christ, Yesu akawaambia, hii ni Luke, Matthew, Mark, Luke and John, the gospel books, wakati Yesu alipokuwa ulimwenguni pamoja na mitume. And he said unto them, with the desire I have desired, with the desire I have desired to eat this Passover with you before I suffer. So inaonekana Yesu alikuwa karibu kusulubishwa. Anawaambia, ninatamani, acha nisome Kiswahili, ninatamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Bwana asifiwe. Akawaambia, ninatamani kula Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa hivyo inaonekana Yesu alikuwa karibu kuteswa. Yesu alikuwa karibu kuingia katika mateso ya kufa, kuzikwa na hata kufufuka. Haleluya. Alijua kwa sababu alikuwa mwana wa Mungu, na tena alikuwa anajua ni nini kimemleta katika ulimwengu. Ulimwengu amekuja kwa nini? Ni nini kinahitajika? Yani alikuwa anahitaji kufanya nini ndio aweze kukamilisha kazi ya Mungu kulingana na vile mpangilio wa Bwana ulivyokuwa. Haleluya. Mimi najua na ninatambua watu wengi wataka miujiza tu na maisha. But muujiza wa kufufuka, kuzikwa, kukufa, kuzikwa na kufufuka kwa mwana kondoo wa Mungu ni muujiza tosha katika maisha yangu mimi. Muujiza tosha. Hata sihitaji muujiza mwingine. Ninahitaji tu huo muujiza ulifanyika. Yesu akafa na hakuna mwingine alikuwa amekufa akafufuka. Lakini Yesu alikufa, akazikwa, na hata grave yake ikafungiwa na ikasiriwa, ikawekwa zile vile ya kwamba wakidhani hatatoka pale. Wakakosa kutambua na kuelewa Yesu Kristo alikuwa Mungu. Yesu Kristo alikuwa Mungu. But wakati ule alitumwa ulimwenguni, ndio aliuvaa mwili wa mwanadamu. Kuvaa mwili wa mwanadamu haukuzuilia Yesu Kristo atimize yale yote yaliyokuwa yanayohitajika katika uungu. So, ndani ya Kristo uungu ulikuwa umetosha. Ndani ya Kristo Yesu utu ulikuwa umetosha. So, na kila part uungu
kila part, uungu na umwili zilikuwa zimetosha katika Kristo. Na katika nafasi, haleluya, jambo linanifurahisha, katika nafasi ya umwili ilikuwa na kazi yake, na ile kazi ilikuwa katika pati ya mwili ilifanya tuweze kuona mambo hadharani. Uungu ule ulikuwa ndani yake umefanya tuweze kutambua ukuu, utukufu, ushindi, neema, upendo, mapenzi ya Mungu ndani juu yetu. Bwana asifiwe. Sababu uungu uliokuwa ndani ya Christ ulifanya tuweze kutambua upendo uliokuwa ndani ya Mungu mwenyewe kumpitia mwanae. John 3:16. Haleluya. Kristo alitumwa katika ulimwengu anje ayatimize yote yale yaliyokuwa imepangwa from the beginning, kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Yesu ndiye alikuja kuyatimiza kulingana na vile ilivyokuwa inayohitajika. Kuna upendo mkuu sana ndani ya Mungu. Unasikia, hata sijataja Christ. Upendo unadhibitishwa na unaonyeshanwa juu yetu kumpitia Christ. Kwa hivyo tukitaka kujua vile Mungu anavyotupenda, tutaangalia kazi ile aliyoifanya pamoja na mwanae Kristo Yesu. Neno linasema ya kwamba katika kitabu ya Hebrews 1, Yesu Kristo ndiye chapa kamili ya vile Mungu alivyo. Again, na ndiye mfano kamili ya vile Mungu alivyo. Na ndiye anaonyeshana ile kazi Mungu anayoifanya. Kristo alikuja kuonyeshana kazi ya Mungu aliyekuwa yani alikuja kuonyeshana moyo wa Mungu, upendo wa Mungu juu yetu. Alikuja kuonyeshana mawazo ya Mungu juu yetu. Alikuja kuonyeshana upendo wa Mungu juu yetu. Alikuja kuonyeshana yani kila kitu kizuri. Na ndio maandiko inatuambia, maandiko inasema ya kwamba sijamwafikiria mawazo mabaya, ila ni mawazo mema, pasipo na ubaya wowote. So ndani ya Mungu, chochote kile Kristo Yesu alipokifanya ni kile Baba alikifanya. Chochote Mungu Yesu Kristo alichonena ni kile Mungu alichokinena. Oh, haleluya, ninashukuru Bwana. Ati sijaona Yesu akiua, kwa hivyo Mungu hajawahi ua. Sijaona Yesu akisema mngojeke magonjwa ama muangamize ama mpotee. Yesu alikuja kukusanya na kuponya na kufufua na kukusanya, haleluya, na kufanya watu wake waweze kuwa katika fellowship moja pamoja naye. Kazi ya Kristo ni jema haki. Kazi ya Kristo ni dhibitisho kamili ya vile Mungu alivyo. Kazi ya Kristo ni upendo kamili kulingana na vile Mungu alivyo. Kazi ya Kristo ni haki kamili, Bwana asifiwe, ya vile Mungu alivyo. So Kristo, pasipo Kristo hatuwezi mtambua Mungu. Unaelewa Pasipo Kristo hatuwezi tambua mapenzi ya Mungu, wala hatuwezi kumjua Mungu. Bwana asifiwe. Wacha tuendelee. 16 ikasema, ni kwenda tu tukifafanua jambo moja kwa moja, kwa sababu napenda haki watu wa Mungu tuondokewe na wale mawazo ilipandwa ndani yetu zamani. Na ilipandwa tu kukiwa tunatumia neno ukweli. Neno limeandikwa mambo mengi sana. Tumefundishwa through the word. Lakini kwa sababu ya watu kutotambua Old Testament and New Testament, tena hawajui kazi ya New Testament na hawajui kazi ya Old Testament.
Na hawajui kwa nini kuna New Testament na kwa nini kuna Old Testament. Hawaelewi New Testament yamekuja kufafanua na kuonyesha kazi ya Old Testament. Na kufanya sisi wote tuweze kujua Old Testament. Hallelujah. Woi, kwa neno nitasema Old Testament si haikuwa mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ulikuwa New Testament. Bwana asifiwe. Sababu hata neno linasema ya kwamba katika kitabu ya Roman 5:12, kutoka wakati wa Adam mpaka wakati wa Moses, kifo kilitawala, kikatawalia watu wale tayari hawakuwa wamefanya dhambi kama ile ilifanywa na Adam and Eve. Again, na kifo kilitawala kutoka wakati wa Adam mpaka wakati wa Moses. Kwa hivyo, from the beginning, Mungu hakuwa amepanga kifo kiweze kutawalia watu. Najua uko na maswali mengi sana unaweza kuniuliza. Lakini in Genesis 1 neno linasema ya kwamba neno linasema ya kwamba Mungu, mambo yale yote Mungu aliyoyaumba, tukiangalia pamoja nawe Genesis yote 1, there is no death, there is no darkness. Hallelujah, Bwana asifiwe. There is no curse, there is no Satan. Bwana asifiwe. Hayo yalikuja kuzalika from Genesis, from chapter 3. Chapter 3 ya Genesis. Wakati ule mwanadamu alikataa kusikia sauti ya Mungu, neno likasema. Wakati ule Mafarisayo walisimama, walimuuliza Yesu. Wakati wa Musa alisema tuwape mabibi wetu talaka. Na wewe utasemaje? Wakamuuliza Yesu. Na Yesu akawaambia, Musa aliwaamuru muwape wake zenu talaka kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Sikiliza. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, Musa akamruhusu muwape talaka. Lakini neno linasemaje? Lakini kutoka mwanzo, from Genesis, kutoka mwanzo Genesis, haikuwa imesema hivyo. Hivyo ndivyo neno linasema. Kwa hivyo ni kwa sababu watu walikataa kusikia sauti ya Bwana, ndio tunaona neno from Exodus to Malachi. Ndio kuna hiyo kitabu inaitwa Exodus to Malachi. Yale yana deal na wana wa Israeli na watu wale waliokuwa na mioyo migumu na mioyo isiyo na kugeuka. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nashukuru Bwana ni kwa sababu ya mwanae Kristo Yesu. Yule alikuja ndio tuweze kutambua moyo wa Mungu na mapenzi ya Mungu na upendo ulio juu ya Mungu, ulio ndani ya Mungu juu yetu. Najua wewe wafurahia sana wakati unaambiwa Mungu ati anachukia, Mungu anaua, Mungu anagojesha. Ukafikiria ati hiyo ni njia moja ya kukufanya uweze kujinyenyekesha, uweze kutenda matendo, uweze hapana. Wacha nikwambie leo, Mungu hajawahi ua. Na sisemi hivyo nikisema ati neno halijaandikwa anaua. Najua neno limeandikwa anaua.
Lakini ni in Old Testament, wakati ule watu walikataa mapenzi ya Mungu, wakati ule watu walikataa mapenzi ya Mungu, yale yote yaliyokuwa inafanyika, watu walikuwa wanasema ni Mungu anayafanya. Akina Moses, akina Hana, akina nani. Lakini tukiangalia hilo neno tulifafanue na New Testament, tutaweza kuona mambo mengi yameandikwa kuhusu Mungu, yaliandikwa na kupenda kwa wale walikuwa wanaoandika. Tena zingine meanings hasimean hivyo unaposoma na kufafanukiwa. Kama vile Hana alikuwa anasema ya kwamba ati wewe ndiye unateremusa kusimu na wewe Mungu tu ndiye unainua. Ati kifo kimkononi mwako. Kifo hapa. Yes, imenena hivyo. Lakini Hana alikuwa ananena kuhusu mwanae yule alipewa na baba. Bwana asifiwe. Mwana ni arogosho. Hana aragia iguru ria mwana uria aheirwo. Ati we niwe, yani we ni warukagia na ni wocokaga gwika atia. Aragia iguru ria Jesu Kristo. Muruwe ucio akamwanania ati unaweza fufua tumbo iliyokuwa na kifo na ile tumbo iweze kuleta uzao. Bwana asifiwe. Alikuwa ananena kuhusu na tiwene we uragaga na nuoturagia moyo kuhusu Christ. Lakini watu wanaishika hivyo wanaiona. Alikuwa ananena kuhusu Christ. Wewe ndiye uliteremusa Christ kusimu. Na wewe tu ndiye umeshamuinua. We niwe Mwagai watumire Jesu akue tondu Ngai niwe Ngai mundu uria Jesu ari Ngai ari oraga no muruwe na nowe wacokire kumuriukia. Kwa hivyo kifo kidani yako na ufufuo udani yako unadhibitishwa na nini na unaonekana kupitia nini? Uria Jesu akuire New Testament na agicoka kuriukio othe wa New Testament. Koguo gikuo kiu kionekanire in the New Testament ndio Hana alikuwa ananena kuhusu. Lakini watu wanaofikiria Ngai nioraganaga. Mwathani arogocwo. Ngai ndangiuraga ati niguo ariukie. Ndangikuraga ati niguo akuriukie. Ngai ndangigutumira murimu ati niguo akuhonie. Hawezi kukuangamiza. Lakini kuna nguvu na uwezo na mamlaka ya yule muofu kwa wote wale hawajaamini. Yes, Setani ndiye alikuja ndiye auwe. Setani alikuja ndiyo aangamize. Setani alikuja ndiyo afanye nini? Aharibu. Ukijiachilia kwake atakuharibu. Ukikunywa dawa za kulevya umejiharibu. Ukijiachilia kwa mkono wa Setani kwa umaraya utajiharibu. Si kusema ya kwamba neno la Bwana halijakufikia. Umelisikia neno la Bwana lakini umelikataa, umelivuja, umekausa moyo. So, lile neno kwa sababu kuna mahali lilikuwa limetoka katika mdomo wa fulani. Sio fulani anakufanya yale yote unayoyanena. Wewe ndio unajifanya ni kwa sababu umekataa kusikia. Ukiambia mtoto usiguse stima, wacha kucheza na stima. Na umuonyeshe uhatari wa stima. Lakini yule mtoto akose kusikia na kutambua vile unavyomwambia. Wakati atagongwa na stima, atakumbuka yale yote uliyokuwa unamwambia. Haleluya, Bwana asifiwe. Wakati tunapocheza na shetani na tabia zote chafu katika ulimwengu, na maandiko inasema hapa kuna mwangamio, usipitie hapa, usifanye hivi. Amini neno la Bwana.
fuata mapenzi ya Mungu. Mtu wa Mungu, ukikosa kuyatimiza yale, itafanya nini? Itakukomesha, itakudhuru. Na ikikudhuru utasema ni nani? Utasema ni God. Anafanya uweze ate kupata nini? Ate tabia. Ate niga yurahura. Niga yuragania. Ngai ndangĩgũkania na mũrimũ. Ngai ti mũgũrũki na Ngai nĩ akwendete. Mungu hawezi kukukanya na ugonjwa. Mungu hawezi kukukanya na kifo. Mungu hawezi kukukanya na kuchoma na kazi yako kukwisha wala kuchomeka kwa nyumba. Mungu hawezi kukuchomea nguo ati ndio akwambie uvae nguo refu ama kidogo. Mungu hawezi kukupoteza maso ati kwa sababu hausomi Biblia. Hapana. Uamuzi wako na kulingana na kile unachokifuata ndicho kinakuonyesha njia yako. Ukifuata shetani na kazi yake, kwa shetani hakuna kizuri. Kwa shetani ni magonjwa. Kwa shetani ni kifo. Kwa shetani ni mwangamio. Kwa shetani ni regret. Bwana asifiwe. Kwa shetani kuna kila aina yote ya mateso na shida. Lakini kwa yeyote yule atakaye mfuata Kristo, atakuwa na amani, furaha na utukufu. Bwana asifiwe. Utakuwa uzima wa milele, utafatenda kazi na utanena na utakufurahisha. Hori bashanta rababori ya kisaya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu wa Mungu, nasema nini? Mungu wetu hana hata tone moja ya kukutenda mabaya. Mungu wetu hana tone moja ya kufanya uweze kuangamia. Hawezi kukuangalia vibaya. Lakini ubaya utakukuta wakati utakapokausha moyo wako, sababu ukikosa kumfuata Mungu na kazi yake, utamfuata shetani na kazi yake. Na hautaweza kufaulu katika maisha yako wakati wowote utafuata njia nyingine tofauti na njia ya Mungu. Njia ya Mungu tunaifuata na njia gani? Njia ya kulisoma neno na kuliamini. Tukiamini kazi ya Kristo Yesu kulingana na vile alivyotumwa na akatenda kazi yake miongoni mwetu, si kwa sababu yetu sisi, ndio tuweze kutoka katika hali ya kisetani. Ngai angecoka atia atuikage setani iguru riaku? Mungu hawezi kuwa setani juu yako. Mungu hawezi. Hata wakati unaona mtumishi wa Bwana anakuhubiria na anakuambia fuata njia, ukikosa kuifuata, haleluya, tambua na uelewe, ni mimi nimekosa kuifuata. Ni mimi ninajiangamiza. Ni uamuzi wangu umeleta madhara haya. Ni tabia yangu imenifikisha mahali nimefika. Bwana asifiwe. Sio Mungu amekuletea mateso wala shinda, kwa sababu Mungu wakati alipoupenda ulimwengu aliupeana mwanae wa pekee. Haleluya. Tunaambiwa kutoka wakati wa Adamu mpaka wakati wa Musa watu walitawaliwa na kifo. Na nimekwambia katika Genesis 1, there is no death. There is no death. There is no curse. There is no darkness. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo mambo haya yote unaona Genesis 1 haina. Usifikirie Mungu ataweza kuumba mambo mengine huko katika. Kazi ya Mungu ilikuishia Genesis 2. Wera wa Ngai wathirĩire Genesis 2. Hallelujah. Genesis 3 hau nĩ andũ mambĩrĩirie gwĩka ũrĩa mekwenda, makĩikara kũraya na Ngai. Mwathani arogocwo.
Haleluya, watu wa Mungu, ninampenda sana. Lakini nataka ndani ya mawazo yetu tujue ya kwamba haikuwa hivyo mwanzo, ni sisi tumeleta hayo. Mwanzo hakukuwa hivyo. Mwanzo hakukuwa tabia. Mwanzo hakukuwa ugumu wa moyo. Mwanzo hakukuwa kifo. Mwanzo hakukuwa magonjwa. Mwanzo hakukuwa hali yoyote ile chafu. Mungu aliumba. Na usome vizuri sana Genesis 1. Uone chochote kile Mungu alisema kiweko. Kilikuwa msaada mkubwa sana wa mwanadamu. Lakini kwa sababu tukisoma Old Testament tunaona vile wana wa Israeli walipopitia nyikani, walikuwa na tabia nyingi sana zilizokuwa zinapinga kazi ya Bwana. Tunamuona Adam, hata kama Adam aliumbwa na akawekwa katika shamba la Edeni, alipinga sauti ya Mungu. Kupinga kwako sauti ya Mungu, kudisobey the voice of God. Bwana asifiwe. Kudisobey ni kufanya nini? Ni kuweka Mungu, ni kutoa Mungu katika presence yako. Disobey, kudisagree, inafanya Mungu aweze kuondoka katika your presence. Na wakati Mungu anaondoka katika anaondoka katika presence yako, yani presence ya Mungu inakuondokea, uweze kujua presence ya God ikiondoka, death inaokaa. Bwana asifiwe. Death inaingia. Death inaanza kufanya kazi. Magonjwa inaanza kufanya kazi. Kifo kinaanza kutenda kazi. Uchungu unaanza kutenda kazi. Hukumu inatawala. Sababu ni gani? Mungu ameondoka. It's the absence of God. Wakati disobedience imeingia, that is what we call the absence of God in your life, katika maisha yako. Na wakati ameondoka katika in your presence, sasa unaachwa na nani? Satanic presence. Bwana asifiwe. Death, hivyo ndivyo ilifanyika wakati wa Adam and Eve. Utawala wa Mungu wakati ulipoondoka, kifo kikawatawalia. So si Mungu aliwaua, na si Mungu aliwapiga, ni wao walijipinga. Matendo yote twatenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kazi yoyote tumejiingizana nayo kinyume na mapenzi ya Mungu, nini inaleta? Inaleta huzuni. Inaleta huzuni. Fear and anxiety inaingia ndani yetu. Inatupinga katika njia zetu zote. Haleluya. Nakupenda. Najua yale nimeyanena. Unaweza shindwa kwa nini tutaandamana anje na uone. Mimi nanenanga yale ninayasikia. Nanenanga kulingana na vile Roho wa Bwana ananisaidia, ndio niweze kumsaidia huyo mtu alikuwa anafikiria ninapitia mateso ni kwa sababu si kwenda kanisani on Sunday. Hata ukose kwenda, weke gupo rire onongeaga guthie ndungirwa Ngai ndangenda urware. Ni waigua? Onongeaga guthoma Biblia, onongeaga kuhoya, onongitigana na kuhoya mwaka mugima. Mutire wedireria guthie, ukitaka kwenda Amerika utaenda. Hakuna kitu Mungu anaweza pinga katika maisha yako. But wewe ndio unajipinga wewe mwenyewe. Wewe ndiye unajikomesha wewe mwenyewe. Wewe ndiye unasimama katika mwanya wa kujidhuru. Lakini Mungu, hata wakati umesimama katika huo mwanya, Mungu anakupenda. Mungu anakupenda na anakuombea. Christ says. Bwana asifiwe. Sababu Mungu hapendi kifo cha mwenye dhambi. Number 2.
Mungu hapendi mtu wake akiangamia wala akianguka mkononi mwa yule muovu, sababu Mungu anajua na anaelewa. Ndio Yesu aletwe ulimwenguni ni kwa sababu kuna muovu alisimama katika mwanya aangamize ulimwengu. Lakini wewe ukijipeana mkononi mwa mwangamizi, nani atakusaidia? Si umejiamulia? Yes, umejiamulia. Wacha tutoke pande hiyo. Hata nilitoka kwa topic. Lakini watu wa Mungu, wacheni usikiliza kile wewe unafaa kuichukua. Sababu kila siku na kuwe mtu wa kuvumilia, kukaa chini, kuelekezwa, rekegwe. Wakati mwingine tunanena mambo hata kama vile nimesema juu ya Hana, wakati alisema ate kifo ati wewe ndiye uko na kifo, Mungu na wewe ndiye uko na uzima. Yes, wewe ndiye unaua na wewe ndiye unadumisha. Yes, unafanya kuwa hai. Kuna mtu anaweza sikia nikisema Hana hakuwa anaongea juu ya hiyo kifo, unafikiria aiseme ate huyu anasemaje, ate Mungu haui, na vile tunaona nyingi ate, na sasa unachukua hatua, unaondoka, unaenda ukiwa umekasi. Kaa chini please, goja, nipe muda, utakuja kuyaona. Siwezi kukupatia kila kitu mara moja. Kila kitu kiko na mpangilio na kuna vile kinapelekwa. Hata mtoto wakati wa kutembea kwake haujuangi atainuka dakika hiyo na achukue hatua moja ya kutembea. Unamkuta tu yes, sababu umempa muda. Haukumzaa na ukaanza kumwambia tembea. No, ulimpa muda. Wakati mnaona tunaongea na tunahubiri na tunasema mambo mengine, kama sasa hivi naweza kukwambia hakuna heaven. Nikikwambia hakuna heaven na ndio unakuanga unangojea, si utaona kama mimi sielewi vile ninasema. But tukiingia na wewe katika maandiko ndio tutaweza kutambua ni heaven gani tunanena juu yake. Heaven ile iko ni gani? Bwana asifiwe. Na ni nini hiyo kinaitwa heaven? Sababu si planet. Ati mahali watu waende kukaa kama vile watu wanaweza enda kwa mwezi. Na hata watu wakienda kwa mwezi si wanakuanga wamevaa nguo zile zinafaa kwa mwezi. Hawezi enda na hizi niko nazo. Tena hawezi toka hapa uende. Kuna kile kitakubeba. Kuna vile utavaa manguo na mpaka unavaa vitu zingine. Hizo planets ziko na huko. Hallelujah. Hivyo ndivyo inafaa tuweze kujua heaven ni nini, heaven ni hasa, na tunaingia namna gani, na itafanyika namna gani, na tutaingia na mwili gani. Kuingia katika hiyo planet akina kwa mwezi na akina kule kwingi Jupiter na akina Mars na akina kule kwingine. Yes. Kuna vile mtu anaenda na kuna vile mtu anakuanga amejifunga. Hallelujah, mpaka kwa mapua. Nayo ile heaven tunanenaga juu yake. Nayo tunafaa kukaa chini, tuweze kuelekezwa na kufundishwa. Tuweze kuingia hiyo heaven, tutaingia na mwili namna gani? Tutaingia na mwili gani? Tutaenda tukiwa tumevaa namna gani? Ndio tunakuambia, kaa chini, tulia, mambo itajileta. Utatambua vyema yale yamefichwa kutoka ndani ya Old Testament. Inafafanuliwa na New Testament. Na njia yenye wewe hauwezi fikiria. Roho wa Bwana ndiye tu anajua vile mpango wa Mungu ulivyokuwa kutoka mwanzo. Hallelujah. Wacha kwanza sasa tusome katika ile kitabu tulifungua na wewe. Nianzie hapo. Nimenena mengi sana, lakini ina msaada kwa watu fulani. Akasema, and he said unto them, with desire I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii
pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Number 16. For I say unto you, I will not anymore eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God. Hii ni kitu ingine inanifurahisha. Ati akasema, kwa maana nawaambia ya kwamba siri tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Hii unafikiria inanena juu ya nini? Wewe ukiangalia hivi wewe utasema, utaona tu hivi. Lakini inanena kuhusu kufa kwake Yesu Kristo, kuzikwa kwake Yesu Kristo na kufufuka kwake Yesu Kristo, alafu aende akajionyeshane kwa Baba. Haleluya, vile ameikamilisha ile kazi, amefaulu, ameshinda, amekomesha ngome zote, kila shetani na ufalme wake ameumaliza. Yes, wakati itakapotimizwa kwa in the kingdom of God. Bwana asifiwe. Wakati atakapojionyeshana kwa Bwana, yeah, the seal, the salvation, itaanza sasa kufanya kazi kwa mwanadamu aliye katika ulimwengu. Na hiyo salvation inahusiana na nini? Bwana asifiwe. Inahusiana na mambo fulani. Kuna kuamini lile neno umelisoma kuhusu kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake, na ukaamini yote yametendeka ni kwa ajili yako wewe, ndio uweze kupokea redemption. Bwana asifiwe. So wakati ule Kristo alipojionyeshana kwa Baba, alionyeshana kusema ya kwamba kazi yote ile iliyokuwa katika ulimwengu ya kumwangamiza mwanadamu imekwisha. Nimeimarisha Baba, nimeimarisha. Mwanadamu sasa ni mkamilifu kama vile ulivyokuwa unataka. Yesu akamfurahisha Baba kwa sababu ya ufufuo. Kufufuka kwa Yesu ndiye kitu kile cha ajabu sana katika maisha yetu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Wakati itakapofanyika in the kingdom of God. Bwana asifiwe. Na ilifanyika. Na ile Pasaka Yesu alikuwa anasema juu yake, si Pasaka ya kukula na kukunywa. It's preaching. Hapa ni kula na kunywa kulingana na gospel. But from the act, sio kula na kunywa. Ni kuhubiria watu na kuwaelekeza kulingana na ile kazi Yesu Kristo aliyoifanya. Ndio watu wote waweze kufunguliwa kupitia neno lile lililotoka katika kinywa cha Bwana. Bwana asifiwe. Kinywa cha Yesu Kristo. Kwa sababu ufufuo wote ulitoka katika kinywa cha Yesu Kristo. Uzima wa milele ulitoka katika kinywa cha Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kuokolewa kwangu kulitoka katika kinywa cha Yesu Kristo. Kifo cha Yesu Kristo. Ufufuo wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Sio kwa katika matendo yale tunayoyatenda, sio kula na kunywa. Haleluya. Yesu hakunena kuhusu kula na kunywa. Alinena kuhusu ufufuo wake. Ule utafanya watu wote waweze kutoka katika kifo na waweze kusamehewa dhambi zao. Tena waweze kuwa mmoja pamoja na Mungu katika kazi ile aliyoifanya. Katika mstari wa 17, and he took the cup and he gave thanks and said, take this and divide it among yourselves. Akawaambia, take this and divide among yourselves. Ate mtakunywa kikombe yangu. Sasa watu wanafikiria ni divai, ni damu ya Kristo, ni the word of Christ. Chukueni hili neno
mgawanye mmoja kwa mwingine. Yeye amejiondoa, sio sasa mimi nitamsafu. Akamwambia kila mtu gawanyeni, kutuonyesha ya kwamba enendeni katika ulimwengu, mwende mkahubiri. Endeni mkagawanye mwili wangu, damu yangu, kufa kwa Yesu, kuzikwa kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu. Kumbuka Yesu alisema, mimi ndiye mkate kamili. Yeyote yule hata nikula na anikunywe hata upokea uzima wa milele. Yesu ndiye mkate. Na Yesu ndiye alikuwa the word. Yesu ndiye alikuwa neno. Neno ni Kristo. Kwa hivyo endeni mukanipeane kwa wanadamu wengine. Endeni mukanigawanye mukanipeane kwa wanadamu wengine. Go and preach in the whole world. Go and preach. Na akawaambia, na munene yale yote niliyomwambia. Yesu akawafundisha vile wanafaa kugawanyana. Alitumia cup, sababu Yesu alikuwa anatumia parables, types and sandals. Alichukua kikombe hivi akawaambia, mnaona vile ninampatia hii kikombe, hivyo ndivyo nataka muende mpeane neno langu, endeni mkawagawie. Kwa hivyo kupokea neno la Bwana ni kupokea chakula cha Bwana. Yesu wakati alipopelekwa nyikani na yule Setani, wakati Setani alienda kumjaribu Yesu katika nyika, alimwambia badilisha hii jiwe iwe mkate. Yesu alimwambiaje? Si mkate tu unaweza fanya mtu aweze kuishi, ila tu neno la Bwana. Yesu akawapa kile kikombe, akawapa ule mkate kama neno lake. Ilikuwa sample. Hallelujah. Na ndio tunakwambia, tupatie nafasi tu tuendelee tukikufundisha, utakuja kuelewa vyema. Bwana asifiwe. Ilikuwa sample. Sababu Yesu hakukuja hapa ulimwenguni hata kama ni kukula na kunywa, hangewaambia watu ya kwamba ate mtanikula na munikunywe. Hakuna muujiza mwingine utafanyika ila tu ule ulifanyika wakati ule. Bwana asifiwe. Na wakati walisikia akisema ate tumule na tumunywe, wakashindwa, huyu naye tutamula namna gani? Sababu hawakuwa na ufunuo. In gospel books, ufunuo wa Bwana haukuwa umetambulika. Ufunuo ulikuja kutambulika from the book of Acts. Na hiyo ndio tafsiri ya gospel books, Matthew, Mark, Luke and John, and Genesis to Malachi. Genesis to Malachi, the Old Testament. So ukiwa unajaribu kufafanua Old Testament na Old Testament, please, umeanguka yote. Tena in New Testament, Matthew, Mark, Luke and John haiwezi kujifafanua yenyewe. Inafafanuliwa yote from John to Genesis, na kitabu from Act to Revelation. Bwana asifiwe. Kwa sababu kazi ya Kristo ilianza wakati gani? Wakati ule alikufa katika kitabu ya John. Mwisho alikufa, akazikwa na akafufuka. Kazi ya Christ ikaanza Act. Na hapo ndipo hata mitume walielewa na kutambua. Kwa hivyo kile kikombe alikuwa anatuambia watu gawanye kikombe na tukule mwili wake, haikuwa kidamu na mkate, ilikuwa roho na neno. Yes, ilikuwa roho na neno. Twende tukawape watu neno la Bwana, ndio waweze kupokea roho wa ufunuo wa kazi ile Kristo aliyokuwa amekuja kuifanya ulimwenguni.
sio kikombe. Kwa ndorona we andu mararia manyu mariaga mwiri wa Kristo makanitha-ini na magathie kuia na makaroga na mariaga nginya mena ithito njohero. Bwana asifiwe. Wanakula huo mwili wa Kristo, wanakunywa hiyo divai wakiwa tu jana walikuwa kwa waganga, wakiwa tu waliua fulani kwa njia yoyote ile, wakiwa katika mpango wa kufanya mwingine mabaya, kuchekelea na kushinda wakizengenya. Kwa tige kombe, maandiko inasema ya kwamba kinachoingilia mdomoni chaenda chooni, kikiingia kwa tumbo chaenda chooni. Unakikonjoa, unakitoa kupitia jaso, ama unakikunia kwa choo. Yes, borea, inakuwa borea. Lakini chochote kile utakapokipokea katika imani, usikie, uamini, alafu uweze kushuhudia na kuambia, huyo ndiye uzima. Huo ndio uzima. Sio mambo yale yote tunayofikiria juu ya maisha yetu hapa ulimwenguni. Neno hilo 17 nikiteremka hapo chini inasema kwa Kiswahili, akapokea kikombe akashukuru akasema, twaeni hiki mugawanye ninyi kwa ninyi, vile nitamuacha mkihubiriana nyinyi kwa ninyi. Haleluya. Lakini ikawa ni kitu imefichwa, wakafikiria ni kikombe. Alafu 18, for I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. Hallelujah. Kingdom of God shall come. Kingdom of God ilikuwa ikuje lini? Yesu akawaambia, obeni hivi, Baba wetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Yesu wakati alipokuwa huku, Matthew, Mark, Luke and John, Yesu alikuwa anajua ufalme wa Bwana haujafika katika ulimwengu. Na ndiye aliwaambia, obeni hivi, ufalme wako uje. Ni kwa nini? Sababu Yesu Kristo mwenyewe alikuwa anajua ya kwamba yeye ndiye ufalme, yeye ndiye kingdom of God. Kwa hivyo alikuwa anaomba afe ndio ufalme wa Mungu uje, watu waweze kuwa katika kweli na katika ukamilifu wa mambo yote, watoke katika parables na watoke katika type and sandals. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio waweze waingie katika reality from act to revelation. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio tunakwambia tupatie muda please, wacha haraka. Itakuja, itajipanga ndani yako moyoni vizuri, na utaona ufalme, kingdom of God, vile inavyofanya kazi katika maisha yako. Yesu akawaambia, kwanza utafuteni ufalme wa mbinguni na haki yake, in gospel books, Matthew, Mark, Luke and John. Utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na yale mengine mtazidishiwa. Bwana asifiwe. Sababu wakati Yesu aliwatazama wakati alipokuwa ulimwenguni, walikuwa wanajishughulisha na nini? Na mambo ya ufalme huu wa ulimwengu. Utajiri, kupendwa na kufurahishana. Yaani walikuwa wanashughulika na mambo zao na kazi zao. Ufalme wa Mungu ulikuwa mbali sana na wao. Na ndiye hata walimuua kwa sababu hawakumtambua. Haleluya. Ndio jicho lilikuwa linatoka jicho, sikio linatoka sikio, mkono unatoka mkono, kifo kinatoka kifo. Sababu sheria ndio ilikuwa mwalimu na kiongozi wa wakati huo. Maandiko inatuambia hata Yesu mwenyewe alizaliwa chini ya mamlaka ya sheria, but yeye ndiye alikuja kufikisha sheria mwisho. Maandiko inasema vizuri kabisa. Na from act to revelation, hakuna sheria yoyote ya Musa inatawala.
katika Act to Revelation. But from John kwenda nyuma, sheria inaendelea kutenda kazi. Bwana asifiwe, haleluya. Ninakupenda. Akawaambia, for I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine. Kwa hivyo Yesu alisema sitakunywa tena. Kutoka sasa dikanywa rege matunda ma muthabibũ. Jesu akiuga ndikahuthira rĩngĩ ĩno mwĩtaga ndibei ya mĩtĩ ya matunda ma vai. Ũhoro wa Jesu kũnyua thakame ĩyo andũ manyuaga, akiuga ndakanyua rĩngĩ nginya rĩrĩa ũthamaki wa Ngai ũgoka. Niwe nĩ atĩa ũthamaki wa Ngai? Ndibei ĩno nĩ ndũ, nĩ roho. Jesu akimera nginya rĩrĩa ũthamaki wa Ngai ũkaharũrũka gũkũ thĩ, nginya rĩrĩa roho wa Ngai akaharũrũka gũkũ thĩ. Roho wa Ngai nĩguo ndibei ĩno amĩhũthagĩra nao, akĩmahe sample. Matiagĩrĩire ũmũthĩ kũmenyua. Jesu akimwĩra nginya rĩrĩa ũthamaki. Na nikio John the Baptist alisema, mimi nambatiza tu na maji ya Yordani, lakini yeye atakaye kuja nyuma atatumia roho na moto, the Holy Ghost. Hallelujah. Kwa hivyo nyinyi hatatumia maji, hatatumia chochote kile kinaoonekana, hatatumia hii maji mnaona ninamtumbukiza. Yeye atatumia roho yule haonekani, yule ataingia ndani yenu, aanze kazi ya kumfafanulia mambo from Act to Revelation. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana wangu sana. Akawaambia sitakunywa tena. Wati, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa, saa hiyo in the book of Luke, tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Sababu alikuwa anajua ufalme wa Mungu kuja ni yeye kupitia Roho Mtakatifu. Nitampa roho yule atakaye muongoza, atakaye mbadilisha, atakaye tenda kazi ndani yenu. Alafu 19 ninaipenda. And he took bread. Hapa sasa amechukua mkate. And he took bread and gave thanks and break it and give unto them, saying, this is my body which is given for you. This do. Hapo this do in remembrance of me. Hapo angalia vizuri. Hakuambia kunyweni na mkule. Pale juu aliwaambia gawanyeni. Hapa kwa divai gawanyeni. Hapa kwa bread awaambia fanyeni hivi. Bwana asifiwe. Hakuna mahali amewaambia kunyweni na tuangalie hiyo 17 vizuri. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi. Hallelujah. Bwana asifiwe. And he took the cup and gave thanks and said, take this and divide it among yourself. Nimekuambia hiyo jambo la kwanza ni kuhubiriana mmoja kwa mwingine katika roho wa Bwana. Ufunuo. Number 19 akasema, and he took bread and gave thanks and break it and gave unto them, saying,
this is my body which is given for you. This do in remembrance of me. Watu wako na mawazo tu ya kukula na kukunywa. Ndio wanasema hili neno this do ate kunyweni. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akasema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yangu. Fanyeni hivi. This do, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Akawaambia, ikani ini. Ugu direka ikai. Hivyo ninafanya, fanyeni. Kesho tutaangalia jambo lingine mahali pale. Ati ndio tuache tutoke katika mawazo yetu. This is my body broken for you. This remembrance of in remembrance of me. Kumbusho hii sio kumbukumbu ya madhishi ama ya maombolezo. Hiyo ndio inakuanga na watu maombolezo badala ya kuhubiri. Badala ya kuhubiri. Wahumuhubirie mwenzako. Na sio kukuja hapa kanisani kulia na kuona Yesu alimaliza kazi na hiyo ikakwisha. Yesu hakusema eat. Hakusema kitu kama hiyo. Ndio igire leyai. Hapana. Hapana. Hakusema hivyo. He says this do. This do. Yani nikitaka sasa kukufafanulia kidogo ninaweza sema. You also give yourself to others. Jipeane kwa wengine kama vile sasa nimejipeana kwako, ninakuhubiria. Na hapa ndipo ninaweza kukusaidia, sio kukupatia kikombe ya nini? Ya chai ama ya divai ama ya nini? Ama kukupa mkate. Bwana asifiwe. Hii inataka kutuonyesha ya kwamba I gave my body for you. Yesu ametoa mwili wake kwa ajili yangu. Ametoa mwili wake kwa ajili yangu. Ametoa mwili wake kwa ajili yako. Na wewe sasa fanya kama vile alivyofanya. Kama vile alitoa mwili wake kwa ajili yako na yangu, na mimi nijitoe kama vile alivyojitoa. Enda uweze kumnenea mwenzako. Atoke katika kifungo kile kimemfunga cha dhambi. Sababu Yesu alikuja katika ulimwengu kwa ajili ya dhambi ile tuliyoipokea. Ile hakuna kitu chochote, si maombi, si kutumbu, si kujitolea, si kufanya nini kungeweza kuondoa. Ile dhambi iliondolewa tu na damu ya Kristo. Iliondolewa tu na kuamini neno la Bwana. Kwa hivyo siku ya leo ndio niweze kuondoa dhambi kwa watu. Si divai nitawapa, si mkate nitawapa. Nitafanya nini? Nitawahubiria neno, nitajitoa kwao kama vile Yesu alivyojitoa kwetu. Na wewe unafaa kujitoa ndio uweze kufanya wengine nao waweze kutambua kazi ya Kristo na kutambua mapenzi ya Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe. Leo nitafikisha hapo. Kesho yake tutaendelea tuone mambo mengi. Nakwambia mtu wa Mungu, Yesu hakukwambia uende ukakule mesa. Yesu hakusema uende ukakunywe divai. Yesu alisema jitoe, uhubirie mwingine, ufanye aweze kutambua na kuelewa. Dhambi zake ziliondolewa kupitia kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Ninakupenda sana.
wewe ni mtoto wa Mungu. Una kibali kikuu sana kwa Mungu. Mapenzi ya Mungu iko ndani yako. Upendo wa Mungu umekusungukia. Uwezo wote Mungu amekupa. Na Mungu hakuna wakati atakapo kukaa bali. Mungu anakuanga na wewe siku zote, wakati wote, lisaa na dakika. Yesu anakuanga pamoja nawe. Mapenzi ya Mungu inafanyika katika maisha yako. Kwa hivyo si wakati wa kusema ya kwamba ate mimi nimefungwa. Hapana, wewe umefunguliwa. Wakati tu ulipoamini, ulifunguliwa. Wakati tu ulipopokea neno lake na ukaamini kazi yake, kufa, kuzikwa na kufufuka, ulipokea Kristo. Umefichwa ndani yake na yeye yu ndani yako. Na hapo ndipo mazao mema inatoka. Sababu ndani ya Kristo, hapo ndipo kuna mazao yale mema. Kwa hivyo ukiwa ndani yake, mazao mema yatazalika. Na kuzaa mazao mema ni kufanya nini? Ni kuhubiri. Ni kufungua wengine wamefungwa na dhambi. Ni kuwaombea wale wagonjwa, wanafunguliwa na wanaponywa. Bwana asifiwe. Ni kufanya jina la Bwana liweze kujulikana na kutambulika kila mahali kwa katika mioyo ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Sio divai ya tekushwa, ate siku leo ni siku ya Lord Stable. Lord Stable nini? Na unakula kitu inaingia kwa tumbo na unakunywa kitu inaingia kwa tumbo, alafu unaenda unakojoa, unakitoa kwa jaso, alafu unaenda kwa choo. Yesu alikuja kupeana nini? Kupeana uzima. Yesu alikuja kupeana roho, yule alifanyika kuwa msaada wa kutusaidia wakati wowote ule tuliokuwa katika ulimwengu huu. Haleluya. Si maji unaipeleka choo. Neno linasema chochote kiingiacho kwa katika mdomo, kifika kwa tumbo kinapelekwa chooni. Lakini kile kitokao katika moyo. Kwa hivyo moyo ni tumbo ya mambo yote ya kiroho. Tumbo ya chakula, Biblia inasema tumbo ni ya chakula na chakula ni za tumbo na zote zitamalizwa. Sasa urenda kuga Yesu mugate ucio riaga na ndibei yo nyuaga ri, urenda kuga ni kimani kwa matiruga zitane cia konino sikire na pato ri koteine waku. Etekia kigo kia Ngai nikio mugate. Etekia kigo kia Ngai. Amini neno la Bwana ndio mkate. Amini roho wa Bwana umempokea kutokana na neno lake ndio divai. Sio kwenda kupiga mistari huko mkitaka kukula mesa hizo. Nimezikula miaka mingi lakini hazikupanipa chochote kile kilichohitajika kutokana na Christ. Lakini wakati ule nilisoma nikatambua, atefanyeni hivi. Yesu akawaambia enendeni mkawafanye. Hakuwaambia enendeni mkawape nini? Ate divai na mkate na nini? Lord Stable tumetaka sacrament. Matielio madima kama sacrament. Meri wo madima kama hujerie. Meri wo madima kahigole maitho mao na mato mao cia ngoro mahote gutambura hitho ya hithe thini wa maandiko. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haijalishi hata kama hujakusanya watu mahali, hata kama hauna kanisa, unafaa kutambua neno la Bwana, kuelewa neno la Bwana, kulijua neno la Bwana, kuliamini neno la Bwana, ndio uende ukahubirie mwenzako. Uende uhubirie familia yako. Uende uhubirie wazazi wako. Uende uhubirie wale mmezaliwa pamoja. Uende uhubirie watu wale sio hata wa tribe yako. Enendeni katika ulimwengu wote mkahubiri injili. Wale wote watakaoamini wataokolewa, na wale watakataa watakuwa damned. Bwana asifiwe. Uko wapi? Unafanya nini? Wewe unasema ate umeitwa kwa na deliverance. Yesu ndiye alifanya deliverance. Na alideliver everybody. Wote atakayeamini.
na alifanya hiyo kitendo mara moja ya kutosha. Deliver, if you can deliver do litare mweno ndugatuike mo delivani ati andu moka aria wa deliver zade no Jesu akire undu ucio litare mwe otoria kuire litare mwe agituruta thiini wa thamaki wa nduma agituingiria thiini wa thamaki wa mwana wake Kristo Jesu okuria kwina utheri. Mwathani arogoco turutagwo nduma-ini rita rimwe tukaingira utheri-ini rita rimwe na tugatuika ciana cia Ngai rita rimwe tutituikaga meri. Hallelujah. Turutagwo kombo-ini rita rimwe. Ona ciana cia Israeli ciarutirwo kombo-ini rita rimwe ititoraga irutagwo. Hawatolewi kila siku, walitolewa mara moja, na wakati ule walitolewa katika katika naitwaje, katika utumwa. Moses, tutirona Moses yagicoka Misiri ringi kumaruta, amarutire rita rimwe, makirwo ikarai mwihariirie munyitite ruhiu mwena uyu nango riki kuria ni kiugo hujaniriai ni tondu rugendo ruria tuthiite utuko wa umuthi. Hallelujah. Moimire ndacokia ngatho ni ngwendete ritwa ria Jehova Ngai rirogoco ni tondu waku we uguthio na mbere kumenya na gutambura. Ndoigire u ndikahunjia andu maikare thi, ndihunjagia andu mathie. Waguthie kuhunjia thi akahunjie, na waguikara kuhunjia aikare. Baba anjirire ti gwakwa athondeka gutuike ati nikuo andumire thie ngaheane muoyo kwi andu aria nginya ithua itumumu cionje, andu athini, andu atongu, mundu uria wothe ukuigua. Koguo ni ndio hiro njikarage nawe hakwa haha, ndio hiro ngoige kanitha-ini ati wira waku ni guka kanitha-ini, wira waku ni guka ati kurehe sadaka, wira waku ni guka ati kurehe mwiri, wira waku ni guka ati wira waku ni guka kuina. Wandi undu njigua thuire ta kuina riu. Kuina ni gwathukiria andu aingi. Uimbaji uliharibu makanisa mengi sana, sababu watu wanaendanga kanisani ndio waende wakaibe. Sio wakasikia neno waliamini, sio wakabadilishwe na neno, sio wakampokea Kristo, ni kwa kuiba. Hallelujah. Badilika. Fikiria vina njia ingine na utasaidika katika maisha yako. Hallelujah. Nashukuru Bwana sana. Na mtukuza sasa. Ndiye joe demo ini. Na andore mathukirio. Gwatanga rwimbo na gukora mayurite ku nginya gutiri undungi. Rugithiro guo kiugo kierwo kiino, ukona andu mambiriria guthie bara. Ukona angi mambiriria guthie kuria kiria meukuite. Ugakora andu mahana aguruki. Toroka yura kanitha tondu cio ni waganu. Waganu. No gotigwo kwari kumo kiambiriria. Sio hivyo kulikuwa from Genesis. Chochote kile Mungu alinenea kilisikia na masikio yake, na kilitoa kile kilihitajika kitoe. Hallelujah. Bwana asifiwe. So ni wahu. No more limiting myself. No more limiting myself. I got if you are blessed. Bwana asifiwe. Oguo neguo ma ti aini aige ona mefata na kwa kiugo. Ukweli ni ndemo ini na njui haria ndahanite ta gwikio o kiambiriria gitambura. Hallelujah. Amen. Riu ingikirikia ri no ujurie kiuria kuko ngene tukaria ruci kuria gwatigara turiaragia uguo tukaria kiugo muhonokia kahonokio mugaruru akagarurwo mwikirwo ijaga ekirwo mugo ia ngago atondu kiugo giki mandiko maroiga
tekigo kiigiraga andu kanitha-ini kiigira thiini wa kanitha gikoraga mwena rĩrĩa gĩkamekĩra muoyo. Koguo kwĩ mũndũ ũingĩraga kanitha akaume mũkuo, kũrĩa ũingĩraga kanitha muoyo kongerera, yani wega wa Ngai ũkongerereka, na angĩ makaingĩra matarĩ ahonoku makauma marĩ ahonoku magarũrũkĩte ngoro ciao, angĩ makaingĩra mauma ahonoku rũcinĩ no kiugo kĩahunjio tondũ gĩtina mavĩva makauma marĩ akuo. Mimi nakwambia kwenda twika kiu wenda gutwika, fanyika kila unataka kufanyika. Ufalme wa Mungu umesimama gangari na huwezi tingizwa na kurudi kwako nyuma na kutohubiri na kutoamini uthamaki wa Ngai. Ona andu othe mangĩmũrega egũtũra arĩ o Ngai. Amen, amen, amen. Neketuhoe. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Pokea sifa. Asante ni kwa sababu ya neema yako. Ulituita kwa mwito wa ajabu na ukatupa uwezo na haki, na ukafanya yote ndio sisi wakati tunapofanya kazi yako tusikaweze kuingiza kitu chochote kinatokana na sisi, sababu hakuna kichema kinaweza toka ndani yetu isipokuwa tu neno lile tumeliamini, likiingia ndani ya mioyo yetu likiwa limekamilika, tutalitoa likiwa ukamilifu kwa watu wale wanaotusikia. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu ya utukufu na neema. Ukweli wako Bwana Jehova Jireh umedhibitika, na neema yako Bwana Jehova Jireh ya nena kulingana na vile upendavyo. Nĩndoiga nĩ wega Ngai, na nĩndoiga nĩ wega Mũthamaki. Rĩtwa rĩaku rĩtũũre rĩkumagio, rĩgocagwo na rĩambararagio. Ndahoera ngoro ici cia andũ aya cine rwĩmbo rwa gũtũũria rũrĩa rumanĩte na kiugo gĩaku Ngai. Baba, no ti rũrĩa mekwenda, tondũ nĩ njũĩ wega rwĩmbo rwaku no rĩa muoyo, rwĩmbo rwaku nĩ ruo muoyo, na rwĩmbo rwaku nĩ kiugo gĩaku, rwĩmbo rwaku nĩ gwĩtĩkia ũhoro ũrĩa wĩra ũrĩa Yesu Kristo arutire, atĩ aũrutire no gĩkinyanĩra, no kĩrehe muoyo gatagatĩ-inĩ gaitũ ithuothe. Rĩu twĩna muoyo wa tene na tene, na tũtikauma muoyo-inĩ ũcio, nĩ tondũ nĩ atuoire na agĩtũingĩria thĩinĩ wake. Ithuĩ twĩtagwo ũmwe hamwe nake nĩ tondũ wa ũhoti wa kũriũka gwake kũrĩa oimire thĩinĩ wa kaburi. Thengiũ Ngai, thengiũ Baba, thengiũ Mũthamaki na Mũhonokia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ndĩmwendete, ndikũigua ta ingĩtiga no reke ndige, tondũ rĩ thiĩ biacara-inĩ, thiĩ mũgethe irio na mũngayagĩre imwe.